Achana na kilichowakumba wekundu wa Msimbazi Simba kunako michuano ya Kombe la Mapinduzi Cup, ambapo tumeweza kushuhudia wakiondoshwa kwenye michuano hiyo kwa kufungwa bao 1-0 na Azam FC. Sasa kubwa zaidi ni kuhusiana na namna ambavyo klabu hiyo ilivyo kwa hivi sasa. Yote kwa yote ni kutokana na matokeo ambayo amekuwa wakiyapata ambayo sio mazuri, lakini pia sajili ambazo zimefanyika ndani ya kikosi hicho. Ni sajili ambazo zimekuwa ni paswa kichwa, hususani kwa namna ambavyo uongozi uliingia sokoni kwenye msimu huu wa mwaka 2025-26 wakiamini kwamba wachezaji ambao waliosajili wataenda kuwasaidia kwa asilimia kubwa, hususani katika maeneo mbalimbali. Sasa kikubwa ambacho kimekuwa kikiendelea kwa hivi sasa ni kuhusiana na dirisha dogo la usajili. Ukweli ni kwamba Simba tumeona wameanza tayari na usajili kwenye upande wa benchi la ufundi. Kocha Steve Barker, kocha ambaye amesajiliwa kutoka Afrika Kusini kwenye kikosi cha Stellenbosch. Ukweli ni kwamba ana kazi ya ziada ya kufanya kwenye kikosi hicho. Ana kazi ambayo ni nzito haswa kulingana na matokeo ambayo timu imeanza nayo, lakini pia staili ya timu ya uchezaji imekuwa sio rafiki. Sasa kwa upande wa viongozi bado wana kiu kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaendelea kuboresha kikosi hicho kwenye dirisha dogo la usajili, hususani kwa upande wa aina ya timu inavyotengeneza nafasi za kwenda kupata mabao. Hapa pamekuwa na mtihani mkubwa sana. Tunakumbuka kwamba kwenye dirisha kubwa la usajili Simba walisajili eneo hili kwa ubora, akiamini kwamba linaenda kuwasaidia, lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Hapa tunamzungumzia Neo Maema, moja kati ya mchezaji ambaye amesajiliwa kutoka kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, lakini mpaka hivi sasa amekuwa ana impact kubwa kwenye kikosi cha Simba. Amekuwa anaonekana kwamba mchango wake ni mdogo sana. Sasa ni moja kati ya jambo ambalo limekuwa zito kwa upande wa klabu ya Simba, namna ambavyo wamekuwa wakitengeneza nafasi, namna ambavyo wamekuwa wakitumia nafasi, kwa imekuwa ni changamoto. Neo Maema alitegemewa makubwa sana, pengine alionekana kwamba yeye ndo mbeba maono kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji kwa ajili ya kutengeneza nafasi nyingi nzuri bora zaidi za mabao, lakini mambo yamekwenda tofauti na bwana mdogo kidogo ajiendana na timu mpaka hivi sasa. Kuna kiwango kikubwa ambacho amekionyesha. Sasa kwa upande wa viongozi wamepiga mahesabu na kuona kwamba kuna haja ya kwenye ile dirisha dogo kumwacha mwamba akaondoka zake akaenda kutafuta maisha mengine mapya, na hatimaye kwenye eneo hili wakafanya usajili bora zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakuwa bora kwenye msimu huu wa mwaka 2025-26. Sasa kwa upande wa viongozi wa klabu ya Simba wameona isiwe kesi, kuna haja pia kurudi nyuma na kufikiria mafanikio ambayo Simba waliyapata katika misimu ya nyuma, hususan kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Alikuwa big brain, locomotive Fenty. Huyu tunamzungumzia Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka, ambaye alisheni kwa kubwa sana, ambaye yuko kwenye kikosi cha Singida Black Star. Na ukweli ni kwamba kwa hivi sasa Simba wako kwenye harakati za kumrejesha kiungo huyo ndani ya kikosi hicho, na kila kitu kimekwenda vizuri kwa upande wa mchezaji pamoja na klabu ya Simba. Mazungumzo yamekwenda vizuri, na kwa upande wa mchezaji mwenye Clatous Chota Chama, yeye tayari amesema yes, yupo tayari kuwatumikia wekundu hao wa Msimbazi. Sasa kazi kubwa inabaki kwa upande wa club kwa club, yani iko inamaanisha kwamba Singida Black Star pamoja na Simba Sports Club kukaa mezani na kuimaliza biashara vizuri sana ili mwamba arejee tena mitaa ya Kariakoo. Sasa kwa upande wa Singida Black Star kidogo kwa kuna kaugumu ambako wanakaeka hapapo. Paka hivi sasa Singida Black Star wamemlipa Clatous Chota Chama madai yake yote ambayo alikuwa anadai ndani ya klabu ya Singida Black Star. Hii yote ni kuashiria kwamba wao na mchezaji tayari kila kitu kimemalizika. Wanamdai mchezaji kucheza na kuweza kuonyesha performance yake kwenye timu, ili hali kwamba wanaonyesha kwamba wanamhitaji zaidi Chama kwenye mipango yao, hususan katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia kunako ligi kuu Tanzania bara. Sasa ugumu upo hapa kwa upande wa klabu ya Simba, namna ya kuvunja mkataba
mkataba ambao Clatous Chota Chama yuko nao dhidi ya Singida Black Star walimalizeti. Sasa shughuli inabaki kuwa nzito. Je, Simba watafanikiwa kuweza kuvunja mkataba huo ama mambo yatakuwaje? Hapa ndipo ambapo panasubiriwa mazungumzo kati ya Simba pamoja na klabu ya Singida Black Star. Lakini kwa upande wa mchezaji na Simba tayari Mwamba Lusaka amesema yes, yuko tayari kurejea mita Msimbazi kwa mara nyingine, aende tena akaonyeshe zile show zake ambazo amekuwa akizionyesha kama kawaida. Ukweli ni kwamba Simba wanapitia kwenye wakati mgumu sana, hususan katika eneo hili la ushambuliaji, kitu ambacho kinawafanya mashabiki hawaelewi, viongozi hawaelewi, lakini pia hata wachezaji wenyewe ambao wako kwenye club na wenyewe pia hawaelewi. Wamekuwa wakipoteza mechi nyingi, hususan pia tumeona kwenye kombe la shirikisho, kwenye kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kwenye ligi kuu Tanzania bara katika mechi ambayo walitoa sare mechi ya mwisho, lakini pia kwenye michuano ya kombe la Mapinduzi ambapo tumeona tayari wamepoteza mchezo dhidi ya Azam FC na wameshindwa kwenda fainali. Wameondoshwa kwenye michuano hiyo ambayo inaonekana kuwa na ladha ya aina yake kwa msimu huu, kitu ambacho pia kimewashtua mabosi vikubwa mno na kuona kwamba kuna haja ya kufanya mabadiliko makubwa ndani ya klabu ya Simba. Na Simba ukitazama katika staili ambayo wanaocheza hakika hawaridhishi. Hakuna eneo ambalo unaweza kusema yes wako bora. Ukitazama eneo la mbele kwenye kutumia nafasi kwa inaonekana kuwa tatizo. Ukija pia kwenye eneo la kiungo na penyewe pia pamekuwa hakuna muunganiko wenye utulivu zaidi, lakini pia kwenye safu ya ulinzi bana, ile eneo pia linavuja na lenyewe pia vile vile kuna shida ambayo inaonekana ipo hapa mita ya Msimbazi. Mambo ni mengi, kila mmoja na haha kuhakikisha kwamba Simba inarejea kwenye ubora wake hapo mita ya Msimbazi. Sasa mwisho wa siku mambo yatakuwaje ni jambo pia la kusubiri kuweza kuona, hususan kwenye dirisha dogo la usajili wanakwenda kufanya kitu gani na ni aina gani ya wachezaji ambao wanakwenda kuwapata. Bana, hakikisha unaendelea kukaa nasi, hakikisha pia una subscribe channel yetu Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee majibeji ya FIFA. Bye bye.